Rais wa Marekani Donald Trump amesema iwapo wapatanishi wake hawataweza kufikia makubaliano na Tehran, Marekani inaweza kusababisha mashambulizi katika miundombinu ya nyuklia ya Iran. Rais Donald Trump wa Marekani anasema hayo katika kipindi hiki baada ya siku za hivi karibuni kuulizwa ikiwa ipo tayari kufanya shambulizi kama hakutakuwa na mwelekeo wa mazungumzo. Ikiwa hatutafanya mpango, nitakuwa nikiongoza mashambulizi, alisema katika mahojiano ya Jumaa na Times Magazine. Aliongeza kuwa ingawa wanaamini kuwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anaweza kukabiliwa na mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati ikiwa mpango wa nyuklia wa Iran utashambuliwa, Marekani haitaburuzwa kwa sababu itasaidia kuongoza mashambulizi. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amesema kwamba hajazuia Israel kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini amesema hatoingilia kati wakati huu ikiwa Israel itaamua kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Uliuliza kama angenivuta ndani kana kwamba ningeingia bila kupenda. Hapana, ninaweza kuingia kwa hiari ikiwa hatuwezi kupata makubaliano. Hata hivyo, Trump aliambia jarida la Time kuwa anaimani kwamba angeweza kufanya makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kipindi hiki ambacho mazungumzo yanaendelea kati ya viongozi kutoka Marekani na wenzao wa Tehran. Kufanya makubaliano na Tehran. Nadhani tutafanya makubaliano na Iran. Hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya hivyo, alisema rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Katika nakala ya mahojiano hayo, Trump ameongeza kuwa alilaumu sera ya utawala uliopita kuhusu Iran kwa idadi ya wahanga wa raia huko Gaza. Iran ilivunjwa chini ya Trump. Iran inajua kwamba ilivunjika. Hawakuwa na pesa na waliambia Hamas, hatutoi pesa yoyote, alisema. Ninalaumu utawala wa Biden kwa sababu waliruhusu Iran kurejea kwenye mchezo bila kufanya makubaliano. Biden alikuja na akaondoa vikwazo vyote, akaiacha China na kila mtu mwingine kununua mafuta yote. Iran ilitengeneza dola bilioni 300 taslim katika kipindi cha miaka 4. Walianza kufadhili ugaidi. Hata hivyo, Israel inadai kwamba baada ya kupata mapato kutokana na mafuta yao, licha ya kwamba walikuwa na vikwazo, lakini China ilisababisha taifa hilo la Kiajemi kupata mavuno mengi ya fedha na kuanza kufadhili magaidi, ikiwa ni pamoja na kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Hamas ilikuwa haina biashara, Iran haikuwa na pesa, lakini wakati wa Biden ulisababisha Iran kupata fedha na kuweza kuwasaidia Hamas pamoja na Hezbollah na makundi mengine. Ikulu ya White House inakusudia kuangazia maono yake ya kiuchumi, kuwafukuza wahamiaji wasiokuwa na hati, mabadiliko ya sera za kigeni na kazi ya bilionea Elon Musk katika idara ya ufanisi wa serikali ili kuondoa urasimu wa shirikisho na kukata kile inachoona kama upotevu. Kusherekea hatua hizo kubwa kutakuwa sehemu ya mzunguko mpana wa ushindi karibu na uzinduzi wa muhula wa pili wa Donald Trump, ambapo maafisa walizungumza wakisema kwamba ni ndoto ya wahafidhina. Kila asubuhi tunapoamka ni kama kuishi katika mazingira ya ndoto, huku maafisa wa Trump wakipongeza kasi na upana wa juhudi zake za kuijenga upya jamii ya Marekani. Wakosoaji wanasema Trump amekanyaga haki za raia na wasiokuwa raia, washirika waliojitenga na kutishia ukuu wa Marekani duniani. Hata hivyo, ni katika kipindi ambacho rais huyo wa Marekani ni kama vile amejitenga dhidi ya nchi za kimagharibi, lakini pia dhidi ya ulimwengu wote baada ya kuweka ushuru karibia duniani kote. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo nchi ya Marekani inatazama wakati huu ni kuangalia namna utawala wa sasa wa Donald Trump unavyoenda kuangusha hali ya uchumi katika taifa hilo, licha ya kwamba rais mwenyewe Bwana Trump anaamini uchumi wa Marekani utazidi kukua kwa kasi kuliko katika taifa lolote lile ulimwenguni. Mtazamaji, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam.